Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Napenda kutumia fursa hii kutoa pongezi kwa uongozi wa tume kwa kuandaa mkutano huu ambao ni nafasi ya kipekee katika kuhakikisha ushirikishwaji wa wafanyakazi katika maamuzi yanayolenga kuboresha mazingira ya kazi, kuongeza tija na kuimarisha utendaji wa taasisi. Ndugu wajumbe, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anaamini katika umwagiliaji. Haya tunayoyatekeleza sasa ni maelekezo yake alipokuwa anaingia madarakani. Kilimo, in fact kilimo ni umwagiliaji. Ndiyo maana hata wakati wa kiangazi mboga sijui vitu gani vile vinavyolimwa wakati wa kiangazi, wote wale hawalimi wakitegemea jua, wanalima ila wanamwagilia. Kwa hiyo kilimo kina survive wakati wa kiangazi kwa sababu kuna umwagiliaji wa maji, ndio maana wanavuna. Sasa Rais alipokuwa anazindua bunge alikuja na kauli mbiu yake akisema kilimo ni biashara na mkulima ni mwekezaji. Sasa uwekezaji huu wa kilimo hauwezi kutokea bila kuwekeza zaidi katika sekta ya umwagiliaji. Kwa ndio maana unaona Mheshimiwa Rais ameongeza bajeti kutoka bilioni 51.5 miaka mitano iliyopita, mwaka 2021, 22 mpaka sasa tuko kwenye bilioni 384. Mheshimiwa rasmi, kama tume tuna mafanikio mengi ambayo tumefanikiwa. Kama tume, serikali imetupa msukumo wa nguvu kabisa kuhakikisha kwamba tunatekeleza yale ambayo yametarajiwa. Lakini kama tume tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuweka jicho lake kwenye kilimo, hasa umwagiliaji. Na sisi ahadi yetu kwake ni kwamba tutahakikisha kwamba miradi hii ina ubora, tutahakikisha tunawashirikisha wananchi ili waweze kuitunza miradi hii, ili uwekezaji huu mkubwa usiende kupotea bila kuwa na uangalizi. Mheshimiwa mgeni rasmi, moja ya vitu ambavyo nilimwomba waziri wa kilimo Mheshimiwa Chongolo ni swala zima la ardhi. Kwenye miradi hii ambayo tunaiwekeza sasa hivi, bahati mbaya miradi hii serikali nia yake ilikuwa ni kwa ajili ya wananchi wa kawaida. Kinachotokea tunavyoenda kuendelea kuweka miundombinu hii ya kisasa, watu wenye fedha wameenda kuanza kuwatoa wananchi kwa kutumia fedha zao. Kwa sisi kama tumeanza kuifanyia kazi kuyapima maeneo na tuweze kuwapa wananchi wale hati zao ili wasiweze kurubuniwa na kunyang'anywa, kwa sababu ardhi zile hazitarudi tena mtu akiachia leo. Tunaunganisha wafanyakazi wote, lakini pia tunakuwa sehemu ya kuisaidia management katika utekelezaji wa majukumu yake. Hakuna haki bila wajibu. Tusijifiche kwenye kichaka, tutimize wajibu wetu, haki zote tutazipata. Viongozi wetu wametupa fursa hiyo. Sisi tunajificha kwenye kichaka kutotimiza wajibu wetu, kwa kweli inaumiza. Kumekuwa na kesi nyingi sana kwa sisi watumishi kutotii mamlaka, wakati mwingine kutotimiza wajibu wetu kwa wakati. Kila kitu unapewa. Tunawajibika sisi kwenye mkoa, tuongee na wale wenzetu, anapokosea basi lichukue lile. Kama unaliona ni zito, tumia channel yetu sisi. Ni rahisi kwa sababu Mwanza unaweza kuwa na changamoto, Mbeya ukawa na changamoto, lakini zinafanana. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.